Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tukiwa kwenye FIFA break, kwa maana ya timu za taifa zikiwa kwenye mashindano mbalimbali ya kufuzu kombe la dunia 2026, tunafahamu kwamba vilabu kwa sasa viko kwenye maandalizi ya kujiwinda na michezo ya kimataifa, lakini pia na michezo ya NBC Premier League. Kwa upande wa Yanga na Simba, tunafahamu Yanga wako kwenye maandalizi chini ya kocha Romain Folz, lakini wekundu wa Msimbazi Simba pia wao wako kwenye maandalizi chini ya kocha mpya ama meneja mpya wa klabu hiyo Dimitri Pantev, raia kutoka Bulgaria. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba bwana wamecheza mchezo wa kirafiki wa kujiandaa na michezo ya kimataifa chini ya kocha Dimitri Pantev. Tunafahamu wekundu wa Msimbazi Simba wanakabiliwa na mchezo wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, mchezo wa raundi ya pili dhidi ya Singizini Hotspurs kutoka kule Eswatini. Sasa mchezo umepigwa majira ya asubuhi kwenye uwanja wa Jenerali Samuyo, ambapo tunafahamu pia wekundu wa Msimbazi Simba ndio uwanja wao wa nyumbani ambao watakuwa wanautumia mara baada ya uwanja wa Benjamin Mkapa kufungiwa, kwa maana ya utakuwa unachezwa michezo ya kimataifa kwa pande wa timu ya taifa, lakini pia na ile michezo ya dabi. Kwa hiyo ni kama wameupumzisha hivi. Kwa hiyo zile mechi za mara kwa mara za ligi kuu ambapo tunafahamu kwamba Yanga na Simba ndio ambao walikuwa wamechagua uwanja huo kuwa uwanja wa nyumbani, basi wameambiwa watumie viwanja vingine, ambapo tumeona Yanga wamechagua uwanja wa KMC Complex kwa uwanja wa nyumbani, na wekundu wa Msimbazi Simba wao wameandika barua kwa JKT Tanzania kutaka wautumie uwanja wa Jenerali Isamuyo. Sasa wakati hayo yakiendelea, kama ambavyo nimekutaarifu kwamba Simba amecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilal, ambao mchezo huo umetamatika kwa mnyama kuibuka na ushindi wa magoli 2-1 kwenye mchezo huo uliochezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni pale Dar es Salaam. Mabao ya Simba yamefungwa na nyota wawili wa kimataifa, kiungo Jean Sharea pamoja na mshambuliaji hatari Jonathan Soa. Mchezo huo wa kirafiki umekuwa mchezo wa kwanza kwa meneja mpya wa wekundu wa Msimbazi Simba Dimitri Pantev, ambaye ametoa klabuni hapo siku chache zilizopita. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wakati wanajiandaa na mchezo huo bwana wameibuka na ushindi huo wa goli 2-1 dhidi ya Al Hilal ya Sudan, mabingwa mara nyingi wa taifa la Sudan, na ni moja kati ya klabu ambayo pindi inapokutana na vilabu kutoka Tanzania kwenye michezo ya kimataifa ni moja kati ya klabu ambayo imekuwa inatoa ushindani mkubwa sana. Tunafahamu msimu uliopita wamekutana na Yanga wakapoteza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini Yanga pia wakashinda kwenye uwanja wa Genini kule Mauritania. Kwa hiyo ni moja kati ya klabu ambayo imekuwa na ushindani mkubwa sana, lakini pia tumeona namna ambavyo imeendelea kutoa nyota wakubwa, lakini tuliona makubwa ambayo yalifanywa na Flori Benge aliyekuwa kocha wa klabu hiyo ambayo kwa sasa ni kocha mkuu wa klabu ya Azam FC. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao pengine umetoa ushindani halisi kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, na Simba ameweza kuibuka na ushindi huo wa goli 2-1. Lakini ukiachana na ushindi huo, ni mwendelezo mzuri na pengine ni mechi yake ambayo pengine inaweza ikatoa matumaini kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba chini ya meneja Dimitri Pantev, ambaye tunafahamu ametoka ndani ya klabu ya Gaborone United ya kule Botswana. Na Simba wakaona uwezo wake na Simba amemshusha, na mechi yake ya kwanza ameanza kwa ushindi. Kwa hiyo pengine hii inatoa mwanga mzuri kwa kocha mwenyewe ama meneja Pantev, lakini pia inatoa matumaini kwa mashabiki wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kuona kwamba pengine huenda Pantev akaivusha Simba kwenye mchezo dhidi ya Singizini kutoka Eswatini kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, maana tunafahamu ni moja kati ya mchezo ambao utatoa mshindi ambaye atafuzu hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo Simba wameibuka na ushindi huo, lakini pia ni moja kati ya mchezo ambao pengine huenda ukawa unatoa matokeo mazuri kwenye uwanja wa nyumbani mpya ambao Simba wanakwenda kuutumia kama uwanja wao wa nyumbani mara baada ya kushinda mchezo huo. Pengine wachezaji
huenda wameuzoea sasa uwanja na ameona namna gani pengine wanaweza akatumia uwanja kwenye michezo itakayofuata ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao umepigwa pale chini ya Pantev, na tumeona rotation ya kikosi ambacho amekifanya Jean Sharia huwa akianza Jonathan Soa, lakini pia beki ambaye ameendelea kufanya vizuri, usajili mpya kutoka Mamelodi Sundowns Rushan Deruk, yeye pia ameanza kwenye mchezo huo. Kwa hiyo tumeona rotation namna ambavyo ameifanya kocha Pantev mchezo wake ya kwanza, na ni kwa mara ya kwanza anakutana na wachezaji kwenye kikosi hicho. Kwa hiyo huenda tukashuhudia makubwa sana kwa meneja mpya wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Dimitri Pantev. Kwa upande wa goli la Al Hilal ya Sudan limefungwa na Adama Kolbali, goli la kufutia machozi unaweza ukasema hivyo, lakini goli la ushindi la Simba lilifungwa na Jonathan Soa, ambaye ni moja kati ya usajili pia ambao Simba wameufanya kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars, licha ya kutokuonyesha makali kwenye michezo miwili ya kimataifa dhidi ya Gaborone United, lakini moja kati ya washambuliaji ambao huwezi acha kuwazungumza kwamba ni washambuliaji hatari. Msimu uliopita kwenye ligi ya NBC, licha ya kuingia katikati ya msimu, lakini amefunga 12 plus ya magoli ambayo iliweza kufungwa na Singida Black Stars. Kwa hiyo ni moja kati ya washambuliaji ambao ni hatari, na ni moja kati ya washambuliaji ambao huenda tukashuhudia makubwa kwenye ligi kuu soka ya NBC. Lakini kubwa zaidi ni Wekundu wa Msimbazi Simba kuibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Al Hilal ya Sudan, na pengine huenda tukashuhudia mchezo mwingine hapa katikati kabla ya kucheza dhidi ya Singizin. Tunafahamu mchezo wa Singizin dhidi ya Simba, mchezo wa kwanza ni Oktoba 18 na mchezo wa pili ni tarehe 26 Oktoba. Kwa Simba wataanzia ugenini Eswatini na baadaye watamaliza na Tanzania kwa maana ya home. Kwa hiyo ni moja kati ya maandalizi kuelekea kwenye mchezo huo, mchezo ambao ni muhimu sana kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao tumeona uongozi ukijinasibu kwanza kwamba matarajio yao makubwa na mipango yao mikubwa ni kufanya vizuri kwenye michezo ya kimataifa. Msimu uliopita Simba amecheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane. Kwa hiyo kufika fainali, moja kati ya malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba taji la kimataifa kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika kwa maana ya kombe la klabu bingwa linatua Tanzania na linaanzia kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Kama wameweza kufika hatua ya fainali, wameona kabisa kuna sababu kubwa ya kuweza kuleta taji la kimataifa. Kwa hiyo tunasubiri na kuona. Tumeona maboresho makubwa ambayo yamefanywa kwenye kikosi, tumeona usajili mkubwa ambao umefanywa, lakini pia tumeona maboresho makubwa kwenye benchi la ufundi chini ya meneja mpya Dimitri Pantev mara baada ya kuondoka kwa Fadu Davis ambaye aitimkia kule Raja Casablanca. Kwa hiyo maboresho ambayo Simba wameyafanya ni kwa sababu ya malengo makubwa ambayo wameyaweka kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo tunasubiri na kuona nini ambacho kitatokea mara baada ya maboresho ambayo yamefanyika, lakini namna ambavyo maandalizi yameendelea pia ni moja kati ya matokeo ambayo yanawapa matumaini makubwa sana Wekundu wa Msimbazi Simba kwamba huenda makubwa zaidi na rekodi kubwa ikaandikwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.